ikiwa imetulia, na hili hatuwezi kusita kuwapa pongezi za dhati kulingana na jinsi mnavyojituma, jinsi mnavyojitoa na familia zenu, na mpaka tunafikia kwenye nafasi hiyo ya utulivu. Ndugu wanafamilia wa siku hii muhimu ya familia ya polisi, mimi ninatambua kuwa tumekuwa tukihimizana mara kadhaa kushiriki kikamilifu katika masuala ya ulinzi shirikishi. Ninaomba sana na narudia, mfikishe salamu kwa mkuu wetu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, madiwani, kwamba swala hili ni moja nguzo muhimu katika kuzuia vitendo vya kihalifu. Kwa hiyo swala la ulinzi shirikishi halina mjadala. Ni swala ambalo linahitaji kila raia kushiriki katika swala la ulinzi katika maeneo yetu. Tunashiriki vipi? Tutapeana mbinu ya jinsi ambavyo tunapaswa kushiriki. Siku hii nimeambiwa pia inasherekewa kwa kufanya shughuli mbalimbali za burudani ikiwemo michezo. Basi hii michezo tuifanye vizuri, iwe kama sehemu ya chachu ya kutuunganisha na isiwe imeishia siku ya leo na siku nyingine iweze kuendelea. Ndugu na familia, napenda pia kuwakumbusha kupitia siku hii ya familia ya polisi, wote tukumbuke sisi ni wasimamizi wa sheria na tumeapa kuilinda katiba ya nchi hii. Tumeapa kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama. Tumeapa kuhakikisha kwamba watu wa mkoa wa Dar es Salaam, Temeke ikiwepo, wanakuwa salama. Kwa sababu tumeapa kuilinda katiba, na katiba inaelekeza kila baada ya miaka mitano unakuwa na uchaguzi mkuu, na hayo ni maelekezo ya kisheria. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mazingira salama na shughuli hiyo ya kikatiba inatekelezeka bila kuwa na vikwazo vyote. Narudia, wana familia wa polisi ambao wengi wenu ni wasimamizi wa sheria, tunatambua kwamba katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka nchi hii, Dar es Salaam tukiwa miongoni mwao, kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa kuwachagua viongozi mbalimbali, wakiwemo uongozi wa rais, uongozi wa wabunge na uongozi wa madiwani. Hilo ni takwa la kikatiba, na sisi ni wasimamizi wa sheria. Jukumu letu ni kuhakikisha kuwa jukumu hilo la kikatiba linatekelezeka bila vikwazo vyovyote, lakini pia tunahakikisha mazingira ya kiusalama yanaimarika ili siku kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo maeneo yetu yanakuwa salama, Temeke ikiwa mojawapo. Niwahakikishie mimi nikiwa kamanda wenu wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, kwenye swala linalohusu sheria sina mjadala. Narudia, mimi nikiwa kamanda wenu wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, swala linalohusu sheria huwa sina mjadala. Kwa hiyo sisi wanafamilia wa polisi, kupitia siku hii ya familia ya polisi mkoa wa Temeke, tunaendelea na maandalizi. Narudia, tunaendelea na maandalizi ya siku hiyo ya kikatiba ya kisheria ambayo inahusisha masuala ya uchaguzi mkuu, na tunaendelea kuisoma katiba mara tatu.
tunaendelea kusoma sheria za uchaguzi mara tatu. Tunaendelea kusoma sheria ya vyama vya siasa mara tatu. Kwa hiyo swala la usalama litaimarishwa kwa kiwango cha juu kabla, wakati, hata baada ya uchaguzi mkuu. Hili ni swala la katiba, swala la kisheria, swala la kanuni, na sheria zipo. Sisi jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Temeke, mkiwa sehemu ya kanda hii, tunaelekezwa na sheria, hatuelekezwi na mtu binafsi mtaani. Kwa hiyo uchaguzi mkuu sisi tunatambua upo na usalama utakuwepo, na sisi polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tutatekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa sheria, na hatutasita kushughulika na mtu yoyote ambaye atafanya vitendo vya kijinai. Na sisi sheria ikawa inatuelekeza kwamba kwa kufanya vile ni kosa, tutachukua hatua kali, lakini kwa kuzingatia misingi ya kisheria. Baada ya kusema hayo, niwapongeze tena wanafamilia wa polisi ambao mmekusanyika hapa kwenye viwanja vya Mwenge Yanga, na baada ya kusema hayo, nitamke rasmi kwamba siku hii ya familia ya kipolisi mkoa wa Temeke